katika imani. Na imani huja kwa njia ya kufanya nini? Ya kusikia. Kusikia neno la nani? La Kristo. Niliwaambieni tunatolewa nje ya neno siku hizi taratibu taratibu. Kwa uhakika muda wa kusoma haupo. Kwa hiyo inafikia kiwango tunaamini kila ambacho kinasema katika mimbari. Mimi nimewaambieni, hata kama mimi mchungaji Mbaga unanikubali kiasi gani, nikiongea neno, andika, nenda ka prove kwenye Biblia. Mimi siko juu ya Biblia, Biblia iko juu yangu mimi. Nenda thibitisha katika maandiko. Biblia ndiyo final. Haleluya. Tunaishi wakati ambapo kama huna msingi katika neno, utabebwa na upepo. Atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Najua kuna watu pia wanazunguka huko wakifundisha, wananukuu roho ya unabii, ananukuu dondoo. Mtu asikutishie na dondoo, akupe kitabu kizima. Mwambie umenukuu, inatoa kitabu gani? Twende tufungue kitabu tuangalie muktadha. Alikuwa anaongelea nini? Anasema nini? Msiziamini kila roho, bali zijaribuni. Naenda zaidi ya hapo, kwa kuwa naongea na watu wa madhehebu yote, na mimi ni mchungaji wenu wote. Siku za mwisho ni nyakati za hatari. Kwa nini nilianza kuambieni kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yenu? Ni kwa sababu shetani anajenga imani tegemezi. Nimesemaje? Imani tegemezi. Na imani tegemezi ni hatari, kwa sababu ana target kuwapata watu. Sikiliza vizuri, kuna uhusiano mkubwa kati ya object, kitu, na mmiliki kitu. Tuko sawa sawa? Kuna energy, kuna nguvu isiyoonekana katika vitu kulingana na mtu anapomiliki kile kitu. Nitakupa ushahidi wa kiBiblia. Biblia inasema kwa mkono wa Paulo Bwana akafanya ishara na maajabu kupita kawaida. Mnakumbuka vizuri eh? Hata leso, mnakumbuka vizuri, iliyotoka mkononi mwa nani? Mwa Paulo, ilipowekwa juu ya mgonjwa alifanya nini? Alipona. Unaona kuna nguvu katika object. Sasa usiisome kwa upande mmoja wa uponyaji, isome kwa upande wa pili pia wa kuharibu. Sio kila mtu anayehubiri mimbarani anakuambia kwa jina la Yesu anaongozwa na Yesu tunayemwamini. Akina Yesu wako. Kwa hiyo kama amekupa object, kitu, akwambia kina nguvu, ni kweli kina nguvu, sikatai, lakini nguvu ya nani? Tunaanza kuelewana sasa? Sio kila mtu mruhusu akuwekee mkono wapi. Kuweka mkono kichwani ni kuhamisha roho. Anahamisha roho gani huyu mtu kwako? Hamjawahi kuona kuna watu wamekamatwa akili kwenye makanisa kiasi kwamba hata ukimshtua unatapeliwa? Haelewi kinachoendelea, unatapeliwa. Nilihuzunika sana wakati fulani. Sisi makansela tuna kanuni moja ambayo tumeambiwa kwamba lazima kansela uwe na kansela wako. Kwa nini? Kwa sababu tunabeba mizigo ya watu. Kwa hiyo tusipopata sehemu ya kutua tunakuwa vichaa. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, kwa sababu unabeba mengi. Alikuja mzee mmoja